wadau wote wa maji, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa naomba niwashukuru sana kwa kunialika kushiriki katika kikao hichi ambapo kama tulivyokwisha fahamishwa kinahusiana na mkataba wa huduma kwa mteja na mpango wa biashara wa BIWASA ambayo inaanza mwaka 2027 mpaka 2031. Sasa hiki ni kipindi kirefu, miaka 5, na tutakachokuwa tunajadili hapa kitatuongoza katika utoaji wa huduma ya maji kwa kipindi cha miaka 5, sio muda mfupi, ni muda mrefu. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kunishirikisha, kwa kunialika kuja kushiriki katika mkutano huu muhimu sana. Nasema ni muhimu sana kwa sababu sote tunafahamu kwamba huduma za maji ni kati ya huduma muhimu zinazotolewa na serikali, na mamlaka yetu ya BIWASA inatoa huduma hiyo katika mji wa Mbinga. Kwa hiyo tunashukuru sana. Lakini la pili, naomba vilevile nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameendelea kutukumbuka wanambinga na kutuletea fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo ikiwemo na miradi inayohusiana na utoaji wa huduma za maji. Mpaka sasa tunapozungumza, tunaelewa tulikuwa na changamoto ya maji katika halmashauri yetu ya Mbinga na hasa katika kata 8. Uwezo wetu wa kutoa huduma umekuwa sio linganifu ukilinganisha na mahitaji yaliyopo, na kwa kutambua hilo, Mheshimiwa Rais alituletea fedha ambazo mikataba imeshasainiwa na wakandarasi na mradi unaendelea kwa kupeleka huduma ya maji katika kata zetu 8, mradi wenye thamani ya shilingi bilioni 4.6 ziko hapa Mbinga kwa ajili ya kuboresha huduma za maji. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jinsi ambavyo ameendelea kutukumbuka sisi wana Mbinga kwa kuletea miradi ambayo inasaidia kutatua changamoto za wananchi. Ndugu washiriki, kama nilivyotangulia kusema awali, ni mwongozo unaotaka kwamba kabla ya kuanza utekelezaji wa mkataba wa huduma kwa wateja na mpango wa biashara, kwamba mamlaka zetu ziwahusishe wadau mbalimbali na kushirikishwa katika mpango huo na mkataba huo ili kujadiliana kwa kina na kuweka mikakati ya namna bora ya kutoa huduma hiyo ya maji. Na wenzetu wa BIWASA wameitisha mkutano wetu leo, wameitisha mkutano ambao wote tumekutana hapa. Lengo la mpango ni kutatua kero ya maji. Kwa hiyo na tumedokezwa mpango huu una vipengele kadhaa vinavyohusiana na masuala yanayohusika na kuongeza uwajibikaji na uwazi, kubainisha viwango vya huduma, kuanzisha mfumo wa malalamiko, lakini na kupima utendaji kazi wa huduma ambao unatolewa. Nitumia nafasi hii kuwaomba sana kwamba kwa haya mtakayopitishwa katika mpango huu wa kibiashara, lakini pia na mkataba wa huduma kwa mteja, basi hebu kushiriki kikamilifu katika kutoa maoni. Wakati mwingine tunakuwa na utaratibu tunapokuwa tumekutana hivi katika fursa ambazo tunaweza tukazitumia katika kuzungumza mambo na kuweka document, tunakuwa wakati mwingine hatusemi sana, lakini sasa huduma zinapoanza kutolewa, unapotokea changamoto, ndio unakuta sasa watu wanakuwa hodari wa kusema. Mimi ningeomba sana tumepata fursa hii kabla jambo hilo lijaanza kutekelezwa, na hata ukiangalia composition ya wadau wanaoshiriki kwenye mkutano huu, ndio wale wanaohusika katika ngazi ya msingi ya kutoa huduma. Wako
watendaji wetu wote wa kata wako hapa, wako viongozi wa ngazi ya vijiji kwa maana ya wawakilishi wao, viongozi wao, watendaji na wenyeviti, lakini wako wadau wengine wa maji, bodi iko hapa, wazee maarufu na waalikwa. Kwa hiyo sisi kwa ujumla wetu tukielewana kuhusu namna bora ya kutoa huduma hii na yale tuliyokubaliana tukaenda tukayasimamia, mimi ni imani yangu kwamba hatutakuwa na changamoto zozote za msingi zinazoweza kuzuia kutoa huduma bora ya maji katika halmashauri yetu. Waombe sana kwamba ushirikishaji ambao umefanyika, tutumie fursa hii nzuri katika kujadiliana lakini na kutoa maoni yanayohitajika ili isaidie katika kuboresha huu mpango ambao utatumika kutuongoza katika kipindi kijacho cha miaka 5 ijayo. Lakini pia toa wito kwa wenzetu wa MRUWASA kuendelea kusimamia shughuli za utendaji wa kila siku kama viongozi vinavyoelekeza ili kuhakikisha kwamba wananchi wa halmashauri ya Mbinga wanapata huduma ya maji kwa uhakika. Tukifanya hivyo tutakuwa tumetenda haki kwa wananchi wetu, lakini pia tutakuwa tumetenda haki kwa nafasi tulizodhaminiwa kwa ajili ya kutoa huduma. Hakuna mtu mwingine atakayekuja kufanya maajabu hapa Mbinga, ni sisi kwenye sekta hii ya maji. Kwa kushirikiana kwa pamoja, kila mtu akitimiza wajibu wake, ndivyo tutakavyoweza kufikisha huduma hii ya maji kwa wananchi katika halmashauri yetu. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, mimi niwatakie majadiliano mema, na ni imani yangu kwamba mtakachotoka nacho hapa kitatusaidia katika kuhakikisha kwamba huduma hii ya maji katika mji wa Mbinga unakuwa ni wa hakika. Sote tunafahamu jinsi ambavyo maji yanapokuwa hayapo inakuwa ni changamoto kwelikweli. Kwa hiyo hii ni huduma muhimu na inastahili, na huduma zingine inastahili kupewa kipaumbele katika kuhakikisha kwamba inasimamiwa sawa sawa. Nimalizie kwa kusema kwamba nawashukuru tena kwa kunishirikisha katika mkutano huu muhimu, na mimi naomba niwaahidi kabisa kwamba kwa kipindi chote ambacho itampendeza Mheshimiwa Rais kwa mkuu wa wilaya ya Mbinga, nitaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwa mtu mmoja mmoja, lakini ushirikiano pia kitaasisi katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza yale malengo ambayo tumekabidhiwa kama viongozi, ili yale maono na dira ya Mheshimiwa Rais ambayo amejiwekea katika awamu yake ya 6 yaweze kufikiwa kama ambavyo anapenda iwe na kuwahudumia wananchi wake. Baada ya kusema haya, naomba niseme kwamba kikao kimefunguliwa rasmi.